Mikono yako juu, funga macho yako, inua na sadaka yako. Sema, Bwana Yesu, nakuinulia moyo wangu na sadaka yangu hii, ishara ya kukukumbusha wewe kwa habari ya mahitaji yangu na malengo yangu ya mwaka wa 2026. Bwana Yesu, uyakumbuke mahitaji yangu na malengo yangu, mipango niliyojiwekea ya kiuchumi, ya kifamilia, mipango niliyoweka kwa habari ya kilimo, kwa habari ya biashara, kwa habari ya kazi, mipango niliyoweka juu ya afya yangu, juu ya wazazi wangu, juu ya watoto wangu, juu ya ndugu zangu. Bwana Yesu, nakusihi kwa neema yako, rehema zako zishuke juu yangu. Kama kuna dhambi inayonizuia nisitimize hii mipango, nisamehe Bwana. Kama kuna dhambi ya baba na mama inayozuia ama itakayonikwamisha kwenye mipango hii, Bwana Yesu samehe. Kama kuna dhambi na uovu juu ya kanisa unaozuia kutekelezeka kwa mipango yangu, Yesu samehe. Ninaomba rehema, ninaomba msamaha. Dhambi zangu, maovu yangu, tabia zangu, maneno yangu, matendo yangu yasinikwamishe, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Adui wa kwanza aliyeko ndani yangu mimi mwenyewe kwa sababu ya asili, ninakusihi Bwana, kwa damu yako ya thamani, kwa damu yako Yesu inenayo mema kuliko ile ya pili, ikaharibu hizo asili mbaya zinazotokana na baba, zinazotokana na mama na babu zangu na bibi zangu, zinazokinzana, zinazozuia kufanikiwa kwangu kwa mipango niliyojiwekea, mipango ya watoto wangu, mipango ya mwenzi wangu, mipango ya familia. Bwana Yesu, ninaomba rehema, samehe Bwana dhambi inayozuia kutimiza ndoto, kwa damu ya Yesu. Hebu omba rehema, usiache kuomba. Wewe omba rehema, sema Bwana nisamehe. Alafu wakati unaomba rehema, Mungu atakukumbusha. Tubu, mwambie Mungu, samehe dhambi yangu isinizuie. Maandiko yanasema kwenye kitabu cha Isaya lango wa 49 kama 59 mstari wa kwanza na wa pili, mkono wa Bwana sio mfupi hata ushindwe kuokoa, na sikio lake si zito hata lishindwe kusikia, lakini dhambi zetu na maovu yetu yametufarakanisha sisi na Mungu. Mwambie Bwana, dhambi na uovu wote unaozuia mkono wako kunifanikisha, ninaomba usamehe. Omba tafadhali, omba rehema kwa Bwana kwa ajili yako. Omba rehema kwa Bwana kwa ajili ya kazi unayofanya. Omba rehema kwa Bwana. Yela bashate ya karabosita lelebosata riko bosindelianda. Bwana wa rehema, samehe Bwana uovu ulioko juu yetu, samehe dhambi yetu sisi kama makuhani tunaosimamia madhabahu yako, inaweza kuzuia Bwana penyo juu ya washarika. Dhambi na maovu ya kanisa yanaweza kuzuia watoto wako kuona penyo. Samehe Jehova, samehe mfalme wa falme. Tunaomba rehema Baba, tunaomba mbingu zako Yesu zikadondoshe neema ya damu, neema ya damu. Hiyo damu itakase watoto, hiyo damu itakase wa mama, hiyo damu itakase wa baba, hiyo damu itakase babu zetu na bibi zetu, hiyo damu itakase babu zetu na bibi zetu walioko hai, hata wale waliokufa Bwana, ikiwa walituacha na mzigo wa dhambi na uovu, ikiwa alituacha kwenye kifungo cha dhambi. Samehe Bwana, samehe kila uchafu, kila roho ya zina na uasherati inaokwamisha watu kujenga, inaokwamisha watu kwenye biashara, inaokwamisha watu mashambani. Yesu samehe, Jehova samehe kila dhambi ya ulevi ambayo imekuwa lango la kutapanya pesa. Alamanderebosataya riko bosabaya ndelederibasika. Yesu samehe. Omba, usiache kuomba. Tafadhali omba. Ona ni wapi unakwama kwa sababu ya makosa yako. Kama wewe ni mlevi, pesa zako zinapotelea mwambie Bwana ni rehemu, sitaki kupoteza tena pesa zangu kwenye pombe. Andarapaseka riko boshata yanda. Kama wewe ni mzinzi, ukipata pesa zinaishia kwa wanawake, sema Bwana nisamehe, sitaki kupoteza tena kwa sababu ya roho ya zina. Bwana achilia rehema. Yesu achilia rehema zako.
tunaomba mpenyo, maana dhambi na maovu yetu yametukwamisha kwenye kufikia malengo. Tunaomba rehema ya Bwana, tunaomba rehema ya Yesu. Ruhusu rehema zako Baba, ruhusu rehema zako Jehova. Korobo sakayanda, korobo sikerebo, indaraba gloria. Samehe Bwana kila dhambi na kila uovu ambao umezuia utendaji wako, umezuia hatua zetu, umetukwamisha. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Dhambi za dhuluma, tumedhulumu wajane, tumeibia wajane, tumedhulumu yatima, tumewarusha wengine, tumetapeliana kwenye kazi zetu huko za mashambani, kwenye kazi za biashara. Wengine wametapeli, wengine wamewarusha wenzao, na kwa sababu ya uovu yako mapatilizo Bwana yanayotembea katikati ya usharika, yanayotembea kwenye maisha ya watu. Bwana samehe, Yesu samehe, Jehova samehe, Fame samehe. Arabasete henderebo ikarama shata yandalagadaba. Bwana, na wengine wameendewa kwa waganga ili wakapate kushambuliwa, kwa sababu walio wadhulumu hawana nguvu za kushindana nao mahakamani, wakaenda kulogwa, wakafanywa uchawi na ushirikina. Samehe Bwana, samehe Jehova, samehe Mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Karamoseketelegido leya ankredebo shata yandarabasika, katika jina la Yesu. Sema Bwana Yesu, nakukumbusha juu ya kazi zangu na malengo yangu, na kusihi kwa neema yako nitie nguvu, nitimize mipango yangu, nitie nguvu ya kufanya kazi, nipe kibali kila nitakako kwenda, ili Bwana Yesu nipate fedha, nitimize ndoto zangu na maono yangu na malengo niliyojiwekea mwaka huu. Bwana, ninakusihi usiniache. Kwa akili zangu sitaweza, kwa nguvu zangu sitaweza, lakini ukinisaidia nitajenga, nitalima, nitafanya biashara. Yote niliyoweka kama malengo nitayafanikisha. Nitanunua chombo cha usafiri. Bwana, nitie nguvu, nionyeshe njia, nikutanishe na watu sahihi waliobeba fursa kwangu, nikutanishe na watu sahihi watakao nishauri, watakao nisaidia, watakao nitia moyo ili nitimize ndoto zangu. Bwana Yesu, na kuomba niondolee uvivu, niondolee uchovu, niondolee kukata tamaa, niondolee roho ya kukataliwa kwa jina la Yesu. Chochote kinachozuia nisitimize ndoto zangu hizi, Bwana Yesu kiondoe, Bwana Yesu kiondoe, kwa damu yako kiondoe, kwa jina la Yesu. Nakataa kuugua, nakataa magonjwa, nakataa kuuguliwa, nakataa kuuguza. Yesu Kristo, ruhusu uponyaji na uzima kwenye familia yangu. Nakataa ajali, nakataa kurushwa, nakataa kutapeliwa, nakataa kupoteza pesa kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Bwana Yesu, nisaidie, saidia watoto wangu, saidia wazazi wangu, watu wote wa karibu yangu, maisha yao yawe ya baraka, yawe ya heri, ili nipungukiwe na mzigo. Nisiwe na mzigo kwa sababu ya wazazi, nisiwe na mzigo kwa sababu ya watoto. Fanikisha watoto wangu, fanikisha marafiki zangu, fanikisha ndugu zangu, fanikisha wazazi wangu, ili na mimi nipate wepesi wa kusonga mbele. Badala ya kuombwa msaada, nisaidike na wale watu wanaonizunguka katika jina la Yesu. Omba, mwambie Bwana, ninaleta ratiba yangu ya kujenga mikononi mwako. Yesu, kanijalie neema ya kuweza kujenga kwa damu ya Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ninaomba neema yako Bwana ikamwezeshe kila mtu aliyejiwekea malengo ya kununua kiwanja. Ninaomba ukamfanikishe kila mtu aliyejiwekea malengo ya kununua mashamba. Naomba ufanikishe kila mtu aliyejiwekea malengo ya kununua
gari la kazi, gari la biashara, aliyejiwekea malengo ya kununua guta, aliyeweka malengo ya kununua bajaji, aliyeweka malengo ya kununua pikipiki, aliyeweka malengo ya kujenga nyumba, ya kupaua nyumba yake, ya kuhamia kwake. Bwana Yesu, fanikisha mawazo ya kila mtu, fanikisha malengo ya kila mtu, kwa ajili ya watoto, kwa ajili yake binafsi. Kila mtu na malengo yake, kila mtu na mipango yake. Bwana Yesu, fanikishe. Ondoa uzito na ugumu ndani ya kanisa lako, kwenye maisha ya watoto wako, katika jina la Yesu. Tunakukumbusha kwa sadaka zetu Bwana, tunakukumbusha kwa dhabihu zetu Bwana. Tunaomba ukafanye jambo Yesu, nami kama kuhani wa zamu ninaweka mikononi mwako mahitaji ya watoto wako haya Baba, ukayafanikishe, some mwenyewe, soma moja baada ya jingine Bwana. Fanikisha washarika wetu, fanikisha ndoto zao, fanikisha shauku zao, fanikisha mipango yao, fanikisha Bwana, kwa damu yako wafanikishe, kwa damu yako Yesu wafanikishe. Rabashata yandala bakoria. Omba, usiache kwa jina la Yesu. Endelea kuomba. Sogeza mahitaji yako yote, sogeza yale ambayo ni malengo yote ambayo umeandika. Mwambie Bwana akakutane nayo, mwambie Bwana akasome moja moja, naye akajibu. Omba kwa imani. Umealeta katika madhabahu ya Bwana, naye Bwana yupo tayari kwa ajili ya kukujibu. Hata kama yako hapa mbele unayo karatasi huko, isogeze mikononi mwa Mungu, mwambie Bwana akatende, mwambie Bwana akafanye, katika lengo la kwanza, lengo la pili, lengo la tatu, lengo la nne, mpaka lile la mwisho ulioandika. Unajua umeomba nini kwa Bwana, unajua umemwambia Bwana akakufanyie nini asubuhi ya siku ya leo, ikiwa Jumapili hii ambayo ni ya mwisho wa mwezi huu wa kwanza. Mwambie Bwana asije akakupita, anapojibu ya watu wengine, na ya kwako akakujibu. Endelea kuomba. Nenda mbele za Mungu, omba kutoka kwa Bwana. Baba, katika jina la Yesu, ukiketie katika kiti cha enzi, tunaendelea kutoa shukrani jinsi ambavyo umefanya kuanzia tarehe ya kwanza mpaka siku ya leo. Bwana, tunaomba ukaendelee kutenda, ukaendelee kufanya kwa jina la Yesu. Endelea kuomba. Mwambie Bwana akafanye, mwambie Bwana akatende, mwambie Bwana akafanikishe, mwambie Bwana akakuonekanie, mwambie Bwana akatende. Yawezekana umepita katika changamoto mwaka 2025. Mwambie Bwana mwaka huu 2026, ninakutazamia wewe. Ninakataa kila roho yoyote ambayo ni tofauti na mapenzi yako wewe Mungu, ninaikataa kwa jina la Yesu. Roho ambazo inawezekana ni magonjwa yamekutesa 2025, 2026, kayakatae kwa jina la Yesu. Inawezekana ni familia yako imepitia katika changamoto ngumu za kiuchumi, 2025, 26, jitangazie mafanikio, na mwambie Bwana akatende, na mwambie Bwana akafanye. Yawezekana ni ndoa yako imekuwa imepita katika misukosuko, imepita katika hali mbaya. Mwambie Yesu 2026, Yesu akaonekane kwa jina la Yesu. Asante Bwana, maana mwaminifu. Watu wote sema asante Bwana Yesu, maana wewe ni mwema, utanitendea kwa utukufu wa jina lako. Na kuomba Mungu, utakaponifanikisha unipe neema, niendelee kuwa mnyenyekevu, niendelee kukutumikia katika jina la Yesu. Najifunika kwa damu ya Yesu, najiwekea ulinzi wako, na wekea ulinzi watoto wangu, wafanyakazi wenzangu, naweka ulinzi kwenye eneo langu la kazi, nyumbani kwangu, kila mahali. Malaika zako wanilinde Bwana,
shetani asifanikiwe kufanya malipizi au uharibifu kwenye maisha yangu kwa jina la Yesu, amen. Mpigie Mungu makofi tukikaa. Neno la Mungu.